Hali ya taharuki na mshike imeshuhudiwa mjini Isiolo kufuatia maandamano ya wakazi na wafanyabiashara wa soko wakilalamikia mauaji ya mfanyabiashara mwanamke aliyepigwa risasi na watu wasiojulikana. Tukio hilo lilitokea usiku wa Jumatatu majira ya saa 2 ambapo washukiwa waliokuwa wakisafiria pikipiki walifyatua risasi zilizomuua mfanyabiashara huyo kabla ya kutoroka. Maandamano hayo yalisababisha shughuli za kibiashara na usafiri kusimama kwa muda, huku waandamanaji wakifunga baadhi ya barabara kwa mawe na kuwasha moto magurudumu wakitaka hatua za haraka zichukuliwe dhidi ya wahusika wa mauaji hayo. Polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji na kurejesha hali ya utulivu. Wakati huo huo, wakilishi wadi za Wabera, Salesio Kiambi, Waburat, Nicholas Lorot na Bulapesa David Waithaka wamekashifu vikali mauaji hayo na kuitaka idara ya kiusalama kuimarisha doria na operesheni za kiusalama hususan nyakati za usiku ili kukabiliana na ongezeko la visa vya uhalifu katika eneo hilo. Sisi tunataka security iwe tight, security ifanye kwa patrol usiku. Kwa sababu hapa hata watu wananyang'anywa simu, wamama siku hizi watembei, hapa watu wanapigwa usiku. Kwa hivyo sisi tunaomba kabisa operation ya Isiolo ifanyike kwa njia ambaye itatoa wale walivu kabisa. Ndio Isiolo irudi, watu wawe na peace. Kwa sababu tunataka Isiolo, tunazaambia mambo ya Vision 2030. Vision 2030 tunataka saa hii Abattoir tunafungua hapa. Isiolo ni mali na kuwa airport tumesema runway ongezwe, iwe nyama inatoka hapa iende mpaka Dubai. Hapa by 26 umeambiwa president atakuja kufungua Abattoir. Na Isiolo ni mali inakuwa. Kwa hivyo sisi tungependa Isiolo kila kabila iwe hapa, biashara ipanuke, watu economy ya Isiolo ikue. Kwa sababu hii usalama isipoatiliwa nini wafanya biashara watoroke. Usalama nini economy ya Isiolo itashuka chini. Watu watahangaika. Na sisi tunataka economy ya Isiolo iweze kuinuka. Na hiyo siwezi sema ati wako targeted by somebody else. Hiyo itakuwa ni incidents ile inaweza kuwa inaendelea kama kila wakati, lakini kama kuna mtu anapanga ajue ako kwa laini mbaya, na tutaambia serikali ifuatilie hiyo wahalifu wachikwe ili maneno isirundiwe tena. Serikali nayo ikiletewa information, please do not reveal watu wale wanawaletea hiyo information, because watu wengi wanaogopa kupeleka information kwa vile itakuwa leaked na wanakuwa tena victim. Kwa hivyo wale ambao wako na mabuduki ningesema hiyo operation iweze kufanywa, kwa vile ndio sasa watu wakae wakiwa safe. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi na wafanyabiashara mjini Isiolo wamezitaka mamlaka za usalama kufanya uchunguzi wa kina na kuwakamata wahusika wa mauaji hayo ili wafikishwe mbele ya sheria, wakisema kuwa usalama wa wananchi na wafanyabiashara unapaswa kupewa kipaumbele. Na leo tumechoka, sababu leo ni mama, kesho hatujui ni nani. Inaweza kuwa ni mimi ama ni mwingine. Hata huyo askari inaweza kuwa ni yeye. Lakini ile kitu tuliomba serikali iweze kuingilia na ituonyeshe picha hiyo watu wanafanya hiki kitendo. Lakini kwa sasa hizi hatujapata kitu yote, hatujapata habari yote. Huyu ndio huyu Gitonga amepotea. Tuwe tunaendelea kuuawa, tukikuja kutetea haki yetu bado tunauawa. Tunauliza, Gitosha alikufa hapa kwa njia ya kupotea. Mpaka dakika hii hatujaiona mwili wake, na hata mabaki yaliyopatikana DNA imechukua muda wa zaidi ya miezi 3 kutoka. Kama serikali haina mkono, haijui kiini cha kupotea kwa Gitosha, mbona DNA yake haijaitoka mpaka mchana wa leo? Nini kinachozuia DNA yake kutoka ili hata kama ni mabaki yake tuweze tukasike? Sisi tunalia na uchungu, na tukijua leo ni Kananu, kesho hatujui ni nani. Hatuna amani, hatuna peace katika biashara zetu, hatuna amani katika kaunti hii. Na tunaomba na upole mwingi, ikiwa hatutapata security, ikiwa hatutapata amani,
Sisi kama wananchi tunaenda kutoka kwa funjo na kwa vyovyote mpaka serikali itoke tusikize. Ni kiripotia runinga ya Waso, langu jina ni Hussein Morangiriguyo, runinga ya Waso ya kujuza na kukuburudisha.